Karibu tena mtazamaji wa channel ya IMS Tanzanian Western Field. Muda huu na kukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali katika channel hii. Kwa majina naitwa Gabriel Athanasi Temanya. Siku ya leo tutaendelea na mwendelezo wa mfululizo wa masomo ya unabii wa kitabu cha Danieli. Tumekwisha kuona sura ya kwanza mpaka sura ya 5, na sura hizo zote tumeona kwamba ni historia ya ufalme wa Babeli halisi. Katika sura ya 5 tuliona kwamba ndiyo hitimisho la kisa au habari za ufalme wa Babeli, na mwishoni kabisa mwa sura ya 5 tukaona kwamba ufalme unahama kutoka kwa Babeli na unaenda kwa Wamedi na Waajemi. Na tuliona kwamba katika karamu ile au sherehe aliyoiandaa na kuifanya mfalme Belshaza, tuliona kwamba mwisho wa siku walivamiwa, na usiku ule ule ufalme wa Babeli ulianguka na Wamedi wakachukua mahali pa Babeli, kama tulivyoona katika kitabu cha Danieli sura ya 2 kuhusiana na ile sanamu ambayo aliiota mfalme Nebukadreza, ile ambayo ilikuwa ina sehemu mbalimbali za madini, sanamu ambayo ilikuwa na kichwa cha dhahabu, mikono na kifua cha fedha, tumbo na viuno vya shaba, miguu ya chuma na nyayo zenye mchanganyiko wa chuma na udongo. Sanamu hiyo ilikuwa inawakilisha falme ambazo zingetawala dunia. Tuliona kwamba kichwa cha dhahabu kilikuwa kinawakilisha ufalme wa Babeli, lakini mikono ya fedha na kifua cha fedha ilikuwa inawakilisha Wamedi na Waajemi. Wamedi na Waajemi waliungana, walitengeneza muungano ili waweze kuchukua nguvu, na walipigana wakaishinda Babeli. Kwa hiyo katika haya mataifa mawili, Wamedi na Waajemi, Wamedi ndio walioanza kutawala, na katika sura ya 5 mafungu yale ya mwishoni utaona kwamba aliyeanza kutawala ni Dario ambaye alikuwa ni Medi. Dario alianza kutawala akiwa na miaka 62. Alikuwa na miaka 62. Katika Danieli sura ya 5 mstari wa 30 na 31 utaona hapo kwamba Dario ndiye ambaye alitawala kwanza baada ya kuangusha ufalme wa Babeli. Dario alikuja pamoja na Koreshi ambaye alikuwa kiongozi wa vita katika kuja kupiga ufalme wa Babeli, na ndiye ambaye alikuwa anatarajiwa kurithi kiti cha Dario. Huyu Koreshi ndiye aliyekuwa anatarajiwa kurithi kiti cha ufalme cha Dario. Baada ya miaka 2 Dario alikufa, na ndipo ambapo Koreshi Mwajemi alianza kutawala. Wamedi na Waajemi si kwamba wakati huo walikuwa ni taifa ama mataifa ambayo ni mageni sana kwa Wayahudi, ambayo walikuwa hawajawahi kuhusiana nao ama kukutana nayo, bali yalikuwa ni mataifa ambayo yaliwahi kuhusiana nao kwa namna fulani karne kadhaa kabla ya kuja kukutana tena katika ufalme baada ya ufalme wa Babeli. Historia ya Wamedi inatajwa takriban karne 8 kabla ya Yesu kuzaliwa, na wanatajwa kuwa kama ni wazao wa Yafethi, katika watoto wale watatu wa Nuhu, Yafethi, Shem na Ham. Wamedi wanatajwa kuwa ni wazao wa Yafethi, na wakati ambapo Waisraeli walichukuliwa mateka na Waashuru, hawa Waisraeli walitawanyika katika miji ya Wamedi, Kwa hiyo ndiyo maana ninasema kwamba Waisraeli kule Babeli haikuwa mara yao ya kwanza kukutana tena uso kwa uso
na Wamedi ambao awamu hii walikuja kama watawala wa dunia hii. Wamedi na Wajemi walikuwa ni waabudu asili, yaani walikuwa wanaiabudu asili, nature, kama vile moto, ardhi, maji, hewa. Yaani kwao ilikuwa udhihirisho wa Mungu, udhihirisho wa Mungu wao. Walichukulia hiyo kama miungu yao. Kwa hiyo mara nyingi walikuwa wakitafuta maeneo fulani, wakiwasha moto ambao ulikuwa unadumu kwa muda mrefu, kwa sababu walikuwa wanaona katika kufanya hivyo udhihirisho wa uungu katika ibada yao. Walikuwa wanatambua hivyo kwamba katika moto kuna udhihirisho wa uungu wa Mungu wanayemwabudu. Kwa hiyo Mungu alitambua ibada yao, alikuwa anaijua vizuri sana, na ndiyo maana katika kitabu hiki cha Isaya mstari wa 45 mstari wa kwanza, wa 4 hadi wa 7, Mungu akiwa anajua ibada ambayo Koreshi Mwajemi anaifanya, miungu anayoitegemea, alizungumza kuhusiana na asili ambayo Waajemi hawa walikuwa wanaitegemea. Akiwa anazungumza na Koreshi katika maneno yake alijiweka kwamba yeye yuko juu ya asili hiyo, yaani yeye ndiye muumbaji wa hiyo asili, ili kwamba Koreshi atambue kwamba hata hicho ambacho wanakiabudu bado kiko chini ya muumbaji wa Mungu ambaye ni Mungu wa mbinguni. Katika kitabu hiki cha Isaya 45 mstari wa kwanza, wa 4 hadi wa 7 inasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu. Nitakufunga mshipi, ijapokuwa hukunijua, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi, ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Mimi naiumba nuru na kulihukumu giza. Moja ya vitu ambavyo walikuwa wanaviona ni udhihirisho wa uungu na bado wanaviabudu hawa Wamedi na Waajemi ni giza, nuru. Sasa Mungu anavitaja hivi kama muumbaji wa hivyo, ili huyu Medi na Mwajemi watambue kwamba Mungu yuko juu ya hii asili. Anasema mimi naiumba nuru na kulihuluku giza, mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya, mimi ni Bwana niyatendaye hayo yote. Kwa hiyo Mungu anajiweka juu ya miungu yote ya Wamedi na Wajemi. Kuna kitu kimoja ambacho ibada ya miungu iliyokuwa inaendelea katika Babeli, hata hii tunaona kwa Wamedi na Wajemi nao walikuwa wanaabudu miungu, wanaabudu nature. Ibada hizo zilichukuliwa zote. Kadri tunavyoenda kujifunza, tunaendelea kujifunza, tutaona ibada hizi zote zilichukuliwa na Rumi. Utawala wa Rumi haukuanzisha vitu vipya vingi sana, bali yenyewe ilivichukua vyote ambavyo mataifa na falme zingine mataifa mengine yalikuwa yanafanya. Kwa mfano, ibada ya kuabudu nature, ya kuabudu asili, Rumi ikaja ikachukua ibada hiyo. Ibada hiyo imeendelea mpaka sasa katika sura fulani bado asili inaabudiwa. Dokezo kidogo ni kupitia ule waraka wa Papa wa Laudato Si unaozungumzia utunzaji wa mazingira na nature. Mule ukisoma kwa jicho la kiroho waraka ule, utaona kwamba bado Rumi hata hii ya kidini inaabudu nature. Yaani nature inawekwa juu ya Mungu,
na kwamba hii nature ndio inaweza ikatupa mahitaji ya msingi. Badala Mungu azungumziwe, nature inainuliwa juu, asili inainuliwa juu, kama vile miti, msitu, milima inainuliwa juu na maumbile mbalimbali ya dunia hii yanainuliwa juu ya Mungu. Kwa hiyo ibada hiyo imetoka kwa Wamedi na Wajemi, na wao waliiga katika ibada mbalimbali za kipagani ambazo zilianza zamani sana. Kwa hiyo ibada hizi za miungu bado Mungu anazionya mpaka sasa, watu wasiabudu vile ambavyo yeye ameviumba, watambue kwamba hivyo wanavyoviabudu kuna yule ambaye yuko juu ya hivyo vyote. Huyo ndiye wa kuabudiwa, hakuna mwingine kama yeye. Lakini pia katika mazingira ya kawaida tunaonywa sisi kama wanadamu, kuna namna fulani ambayo tunatengeneza miungu yetu sisi wenyewe, tunaanza kuitegemea. Unaweza ukamwabudu sana mtu hata kitu kingine chochote ambacho unaona kwamba Mungu hachukui nafasi ya kwanza kwenye hicho kitu. Yaani wewe ikifika kwenye hicho kitu, Mungu hayuko sehemu ya kwanza, bali anakuwa wa pili au wa tatu, chenyewe kinatangulia. Tambua kwamba ni ibada ya miungu, ibada ya sanamu. Mungu anachukia, na wengi siku ya mwisho watalia wakati ambapo wataambiwa walikuwa wanaabudu miungu bila wao kujua. Tuone jinsi ambavyo Dario Medi alianza kutawala katika ufalme wake ambao aliuchukua kutoka kwa Wababeli. Katika Danieli 6 mstari wa 1 hadi wa 3 inasema, ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumuweka juu ya ufalme wote. Wakati tu Dario ameanza kutawala, haya ndiyo ambayo aliyafanya. Alichagua maliwali. Maliwali hawa ni sawa na mawaziri, ambao juu ya hao mawaziri akaweka 3, yaani kama mawaziri wakuu 3 ambao watawasimamia maliwali hawa wengine. Maliwali hawa walikuwa ni wa kusimamia majimbo mbalimbali. Kwa majimbo, wakati Dario anashika majimbo ya ufalme alikuwa 120. Katika majimbo yote kulikuwa na mawaziri. Katika mawaziri akachagua mawaziri 3 wakuu ambao watawasimamia wakuu wa majimbo wote hawa. Lakini inasema kwamba kwa sababu Danieli alipata sifa kubwa kuliko wakubwa wote, Dario aliamua kumweka juu ya ufalme wote. Maana yake hata juu kuhusiana na wale 3 mawaziri maliwali, wale 3 wakubwa, Danieli alikuwa mmoja wapo. Na bado mfalme, kwa sababu aliona roho njema, roho tukufu, roho safi ndani ya Danieli, akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Ni jambo la kushangaza sana. Katika historia ya taifa la Babeli tunaona kwamba katika saa za mwisho kabisa za ufalme wa Belshaza, ufalme wa Babeli, Belshaza alisema kwamba atakayeweza kumfafanulia yale maneno aliyoyaona yanaandikwa ukutani angemfanya kuwa mtu wa 3 katika ufalme. Kwa hiyo mtu wa 3 alikuwa ni mtu wa juu sana. Tungetegemea kwamba Danieli angeonekana kama adui mkubwa kwenye ufalme wa Wamedi na Wajemi huu mpya ambao ulikuja, lakini badala yake bado aliendelea kupendelewa na kuonekana kwamba anafaa, ni mashuhuri katika uongozi. Hili ni jambo la kushangaza sana, matendo ya Mungu jinsi ambavyo yalikuwa makubwa. Unaweza ukasema tu kwamba Mungu tu ndiye aliyetengeneza mazingira, lakini hapana, ni kwamba Danieli mwenyewe kuna mambo ambayo alijiweka, yani tabia yake ambayo alijiweka kwayo ni ile ambayo ilimfanya afikie katika hatua hii. Lakini hata hivyo Danieli alikuwa mateka kule Babeli,
tungetegemea kwamba Dario anakuja kuona huyu ni mkimbizi, ni mateka tu, huyu hawezi akatusaidia chochote, lakini bado mfalme aliona kitu fulani ndani ya Daniel, na bado akapendwa kwa sababu ya tabia yake, kwa sababu ya roho yake njema, Mfalme alifikiri kumuweka juu ya ufalme wote. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Ndio maana hiki kitabu kinatajwa kuwa ni kitabu cha wafalme, kitabu cha watawala katika dunia hii. Wangekisoma wangeelewa mambo mengi sana, wangemtumikia pia Mungu katika mambo ya utawala, katika haki. Kuna watu wengi katika kutumika katika ajira za serikalini, katika makampuni, wanafanya bidii ya kujipendekeza mbele ya mwajiri kwa namna nyingine yote. Wao wenyewe hawana tabia njema, ila wanajaribu kutengeneza mazingira ya kumshawishi mtawala ili aweze kuwaweka, hata kuhonga hela ili awaweke katika vyeo vya juu. Lakini ilikuwa tofauti sana. Yaani hizi sio njia ambazo Mungu anazitumia. Unaweza ukatumia hizo njia na bado usifanikiwe kuinuliwa, kwa sababu hizo sio njia halali ambazo hata Mungu anazikubali. Sikiliza vizuri. Hapa imeandikwa katika maandiko kwamba Dario aliona ndani ya huyu mtu roho njema. Hivyo mafanikio ya kimwili ya nje ya kuinuliwa yanatoka ndani ya roho, yanatoka rohoni, yanatoka katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana watu wanaenda, hawahangaiki tu na kusafisha tabia zao, watimize majukumu yao vizuri maofisini. Wengine wanaenda mbali zaidi, kwa sababu wanaelewa ulimwengu wa kiroho unavyofanya kazi. Hata shetani anaelewa ulimwengu wa kiroho ulivyo na nguvu na ulivyo na matokeo katika ulimwengu wa kimwili. Wanaenda watu kuloga ili apendwe na apewe uteuzi. Wanaenda kuloga ili kwamba anajua ulimwengu wa kiroho ukisimama nyuma yake, hapo anaweza akashinda. Hata shetani anajua. Ndivyo ambavyo watu wa Mungu wanaomtegemea wanatakiwa kuelewa juu ya nguvu ya kumtumaini Mungu. Kumtumaini Mungu ndio ustawi wa kiroho, ndipo mafanikio yote yalipo yamejificha. Danieli, kwa sababu ya roho yake njema. Roho yake njema ilitokana na nini? Na haki ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Hivyo kumtegemea Mungu katika jambo kunasababisha kustawi kiroho. Ustawi wa kiroho huu ndio unafungua milango mingi katika maisha ya kimwili. Mtu anaweza akawa na laumu kwamba biashara yangu haiendi, kazi zangu haziendi, kwa sababu anaona yeye ni kama bidii zake tu ndio ambazo zinatakiwa kuleta matunda katika kazi anayoifanya. Asitambue kwamba katika ulimwengu wa kiroho ndiko vita vinakopiganwa. Sikiliza ndugu mtazamaji, ni kwamba Mungu anahitaji, yaani anapotukomboa anahitaji tukomboe na kila kitu tulicho nacho. Anahitaji tukomboe na kila kitu tulicho nacho. Vitu vyote, imeandikwa vitu vyote vilivyopo duniani ni mali ya Mungu. Kwa hiyo kama ni mali ya Mungu, maana yake sasa ni kwamba anapotukomboa sisi na mali zetu tulizo nazo zinakuwa ni mali yake. Kwa sababu shetani unajua ni mnyang'anyi. Shetani ni mvamizi. Alitambua kabisa mwanadamu alipoumbwa akawekwa katika dunia hii awe mtawala wa mwisho. Alielewa kwamba huyu nikimdanganya mimi ndo nitakuwa mtawala wa dunia hii. Na kweli akamdanganya, akawa mtawala wa dunia hii. Vitu vyote ambavyo vilikuwa chini ya Adam vikawa chini ya shetani. Ndio maana imeandikwa mungu wa dunia hii, shetani mwenyewe. Leo hii mtu anapotafuta madini, anatafuta mali fulani, anaenda kwa mganga, anaenda wapi ili akapata yale madini, kwa sababu hivi haiwezekani kuyapata. Kwa nini? Kwa sababu mmiliki sasa sio sisi. Ina maana sisi tungekuwa wamiliki halali, tungepata tu yale madini kwa urahisi.
lakini mtu anaamua kwenda kuloga, kwenda kwa mganga, kwenda kufanya nini ili apate hela madini. Ina maana anaenda kwa shetani kumuomba ili ampatie, kwa sababu sasa mwanadamu sio mmiliki wa hivyo vitu. Mwanadamu aliuza umiliki wake wa dunia hii kwa shetani. Kwa hiyo shetani sasa ndiye anayetakiwa kumgawia tena nani? Mwanadamu. Zingatia na ukumbuke katika hata majaribu ambayo Yesu alipitia mbele za shetani. Shetani alimwambia nisujudie, nitakupa haya yote. Kwa nini alisema hivyo shetani? Yeye alijiona ni mmiliki tayari, kwa sababu umiliki alishauondoa kwa Adamu. Umiliki aliupokonya kutoka kwa Adamu wa hii dunia. Kwa hiyo alitambua kwamba huyu mwanadamu ambaye, maana Yesu alikuwa amechukua umbo la kibinadamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa shetani alitambua kwamba huyu mwanadamu siku zote atakuwa na haja ya kutaka kumiliki vitu, atakuwa na tamaa ya kutaka kumiliki vitu, na anajua ni udhaifu wa wanadamu tangu zamani. Kwa hiyo sasa alimwambia Yesu, nisujudie tu, nitakupatia hivi vyote, nitakupatia miliki yote ya ulimwengu. Lakini Yesu kwa sababu ndiye anatambua kwamba mimi ndimi niliyekuja kuvipokonya hivi vitu kutoka kwa huyu muovu, hakukubali hicho kitu, na akamwambia anayetakiwa kusujudiwa ni Mungu peke yake aliyeviumba hivi vyote. Wewe sio muumbaji, kwa hiyo wewe ndio nitamsujudia, nipatie hivi vyote, lakini sio wewe ambaye ni mwizi tu, ukiambiwa hata utengeneze madini huwezi. Kwa hiyo muumbaji ndiye wa kusujudiwa. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba hapa Danieli hakukuwa na kitu chochote kingine ambacho kimemfanya kupendwa kiasi hiki hata kuwekwa juu ya ufalme wa Babeli, lakini pia ufalme wa Medi na Wajemi. Ni kumtegemea Mungu ndicho kilichofanya roho yake istawi. Ulimwengu wa kiroho ambao ni Mungu mwenyewe alikuwa nyuma yake, ndiye ambaye alimfanya Danieli aweze kustahili na kuwa mashuhuri katika kazi zake, akiwa anatimiza majukumu yake, kazi safi. Kwa hiyo ni ushuhuda mzuri sana na wenye nguvu sana kwa wote ambao ni Wakristo wanafanya kazi katika nafasi za umma au katika utumishi wa umma. Wanapaswa kumtegemea Mungu. Yaani lengo la Mungu kuwaweka pale ni kuonesha kwamba mtu wa Mungu ni mnyofu, si katika mambo ya kiroho tu, bali katika kazi zake zinakuwa zimenyooka, ni mwaminifu, hapendi rushwa, kama ilivyokuwa Danieli. Alikuwa amenyooka, mambo yake anapoyatimiza katika utumishi wa umma hasababishi hasara yoyote kwa sababu ya uzembe au kwa sababu ya kupenda pesa. Ni mfano mzuri sana kwa watu wa Mungu wanaofanya katika utumishi wa umma, lakini hata ndani ya kanisa. Bila kumtegemea Mungu huwezi ukatimiza majukumu yako kama Mungu anavyotaka. Wapo wafanyakazi wengi ambao wanajiita Wakristo, wanafanya kazi kisiasa. Najua tunaposema kisiasa, wanafanya kazi ndani yake wanaweka masilahi binafsi. Siasa mara nyingi zinakuwa na masilahi binafsi ndani yake, si kwa ajili ya masilahi ya watu au masilahi ya Mungu. Siasa zina masilahi binafsi ndani yake. Kwa mfano, katika vyama vya siasa kuna masilahi binafsi ndiyo yanayotangulia, masilahi ya watu yako nyuma, na masilahi ya uadilifu yako nyuma, yamewekwa nyuma. Ndiyo maana ni jambo la kushangaza na huwa ninawaonea huruma sana, na nawashangaa wale ambao wanaweka utegemezi wao kwa wanasiasa au katika chama fulani cha siasa. Kwa mfano, watu unakuta wanategemea kwamba chama hiki cha siasa kimeshindwa kuongoza nchi, kwa hiyo wanaweka utegemezi kwenye chama kingine cha siasa kwamba hiki ndiyo kinaweza kutuokoa. Hawajui kwamba
vyama vya siasa baba yao ni mmoja, vyote vinatanguliza masilahi ya chama, sio masilahi ya watu. Kwa hiyo hata mtawala akiingia ambaye yuko kwenye chama cha siasa fulani, lazima sharti atangulize masilahi ya chama na sio masilahi ya watu. Kwa hiyo ni kwamba unakuta watu sasa hawajui vitu kama hivyo, wanategemea vyama, wanawekeza utegemezi kwenye vyama, wasijue kwamba vyama vyote vya kisiasa vina masilahi binafsi zaidi kuliko masilahi ya watu. Kwa hiyo tunaposema kwamba Danieli hakuwa mwanasiasa, hakuwa na upande wote wa kuegemea isipokuwa ni Mungu na kutimiza haki kwa watu, basi ndicho ambacho yeye aliangalia, na ndani yake kulionekana utiifu wote wa kile ambacho neno la Mungu limesema. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali 4 mstari wa 14 na 15 linasema, usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya, jiepushe nayo, usipite karibu nayo, igeukie mbali ukaende zako. Vyama vya siasa ni mfano wa vichaka ambavyo kuna hila ndani yake, kuna mambo mengi, kuna udanganyifu ndani yake, ili mradi chama kipate dola. Kinaweza ikatumia hata hila ili chama kiingie katika dola, kitimize matakwa yake, kitimize matakwa ya dola, si matakwa ya ama mahitaji ya watu. Lakini sasa katika ndani ya moyo wa Danieli, ndani ya mcha Mungu leo, unapaswa kuonekana utii kwa neno la Mungu hili linalosema kwamba kujiepusha na njia ya waovu. Waovu katika utumishi wa umma wapo, lakini pia wala usitembee katika njia ya wabaya. Wabaya katika siasa wapo na katika utumishi wa umma wapo, jiepushe nayo. Watu wa Mungu wanaambiwa wajiepushe nayo, lakini si tu katika utumishi wa Mungu au katika siasa, hata katika maisha ya kawaida, maana Mungu anahitaji haki itendeke mahali popote pale katika maisha ya mwanadamu. Danieli alitimiza uaminifu wake katika kutenda kazi katika ufalme wa Babeli, hata katika ufalme huo wa Medi ambao ulimkuta akiwepo maeneo hayo. Hakuna kilichobadilika, uaminifu wake ni ule ule, kama ambavyo Mungu habadiliki. Hapa ndio tunakuja kutambua kwamba mtumishi wa umma hahitaji tu, sio kwamba awe mpaka lazima awe mtu mjanja au mwanasiasa au mtu ambaye anatumia njia za hila, bali mtumishi wa umma anaweza kufundishwa na Mungu akatenda utumishi, akatenda kazi katika utumishi wake kwa unyoofu na uaminifu na uadilifu wa kiungu kabisa. Danieli 6 mstari wa 4 nasema, basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Kumbuka Danieli alikuwa mkuu wa maliwali wote. Hatupati habari kwamba lile wazo la mfalme kumuweka juu ya ufalme wote, hiyo hatua ilikuwa imefika au haijafika, lakini naamini kwamba hiyo hatua ilikuwa imefika. Aliwekwa juu ya maliwali wote. Kwa hiyo maliwali wote walikuwa na wajibu wa kuwasilisha kazi zao mbele ya Danieli kwanza, kabla ya kazi ama ripoti haijafika kwa mfalme. Danieli kwa sababu alikuwa mwaminifu, asiyependa kula rushwa, asiyependa hila zozote, naamini kwamba hawa maliwali walibanwa kisawasawa na Danieli ili waweze kutenda haki. Hakuruhusu njia zozote za hila za kujipatia vipato binafsi au kutimiza maslahi binafsi ili mfalme apate hasara, maana Danieli mwenyewe hakuhitaji hila hizo wala hasara mbele ya mfalme.
na asingependa sifa yake iharibike mbele ya mfalme kwa sababu ya kushiriki ama kukubaliana na hila zozote zile ambazo angeshawishiwa na hawa maliwali wengine. Kwa hiyo hawa maliwali walikuwa chini ya usimamizi wa haki kama usimamizi wa Mungu mwenyewe. Tunaona katika hii Danieli 6 mstari wa 4, tunaona hawa maliwali walitafuta njia ya kumshtaki Danieli katika habari za ufalme, lakini hawakupata hatia hata moja. Kwa nini hawakupata hatia hata moja? Kwa sababu Danieli alikuwa mnyoofu katika kazi zake. Pengine wangeweza kupata fursa ya kumshtaki pengine kupitia rushwa fulani ambayo alikula, ambayo labda alifanya udanganyifu fulani, lakini hawakupata, maana ripoti zake na taarifa zake mbele ya mfalme zilikuwa zimenyooka, hazina shida, hazimlishi hasara mfalme hata kidogo. Kwa hiyo walikosa kabisa. Na kwa nini walitafuta kumshtaki? Si kwa sababu ya unyoofu wake, si kwa sababu wanatafuta madaraka, bali kwa sababu wamezuiwa vikali kufanya udanganyifu wa aina yoyote ile. Unajua, shetani anapata faida, anapata wafuasi, anapata watu kuwamiliki hata katika utumishi wa umma. Wale ambao wanapenda kufanya udanganyifu, wanapenda kuiba mali ya umma wajilimbikizie wao wenyewe, anafurahia wakifanya hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo wanavunja amri za Mungu, kwa hiyo wanakuwa himaya yake. Hivyo chini ya Danieli hakuhitaji uvunjaji wa amri za Mungu kwa maliwali wote, watimize wajibu wao kwa uaminifu. Hivyo shetani alikuwa katika vita ya kumuondoa mahali hapo Danieli, kwa sababu ufalme wake unaharibika. Anahitaji ufalme huu wa Dario Mmedi autumie kutimiza matakwa yake, na sasa anakutana na kikwazo cha Danieli mtenda haki kuwa pale. Kwa hiyo alitafuta hila za kumuondoa pale, hila za kumshtaki, ili kwa namna yoyote afanikishe mambo yake, lakini kwa habari za mambo ya ufalme, kwa sababu alikuwa anatenda haki, hakuona kosa lolote au hatia yoyote ambayo ni ya kumfikishia hata mfalme ili Danieli apate kushtakiwa. Haya yote yapo hata leo. Mtumishi wa serikali akiwa mwaminifu, asipende rushwa, asitende udanganyifu wa aina yoyote, huyo mtu anachukiwa na atatafutiwa njia yoyote ya kutolewa katika utumishi ule. Hayajaanza leo hayo mambo, bali yameanza muda mrefu, kwa sababu shetani hajafa, shetani hajalala, bali anatenda kazi katika nyanja zote ili tu kuhakikisha watu wanaingia katika uvunjaji wa sheria ya Mungu. Maandiko hayaelezi kila kitu ambacho pengine hayaelezi kila kitu kuhusiana na uovu ambao ulikuwepo ndani ya ufalme huu, ambao ulikuwa unafanywa na maliwali mpaka ikafikia sehemu wanatafuta sababu ya kumshtaki Danieli. Hayaelezi kwa kirefu, lakini mahali pengine maandiko yanaeleza uovu ambao unaendelea duniani, uovu ambao unaendelea katika utumishi wa umma, mpaka hayo mambo yanaenda kutokea. Kitabu cha Mika 7 mstari wa 2 hadi wa 4 inasema, mtu amchaye Mungu ametoweka, asionekane katika nchi, wala hapana mtu mwenye adili katika wanadamu. Wote huotea ili kumwaga damu, kila mtu humuinda ndugu yake kwa wavu. Mikono yao inayashika mabaya, wayatende kwa bidii. Mtu mkuu aomba rushwa, kadhi yu tayari kuipokea. Mtu mkubwa hunena madhara yaliyomo rohoni mwake. Hivyo ndivyo wayafumavyo hayo pamoja. Mtu aliye mwema miongoni mwao ni kama mbigili, mtu aliye mwenye adili miongoni mwao ni mbaya kuliko boma la michongoma. Hiyo siku ya walinzi wako, yaani siku ya kujiliwa kwako, imefika. Sasa kutatokea kufadhaika kwao. Kitabu hiki cha Mika sura ya 7 mstari wa 2 hadi wa 4 kinaeleza kile ambacho kinaendelea katika utumishi wa umma hata sasa. Anasema kwamba watu wote
huotea ili kumwaga damu, na kila mtu umuinda ndugu yake kwa wavu. Mtu, zingatia haya maelezo, anasema mtu aliye mwema miongoni mwao ni kama mbigili, yaani ni kama mwiba, anachoma mwiba. Mtu aliye mwema miongoni mwao kama mbigili, kama mwiba. Mtu aliye mwenye adili miongoni mwao ni mbaya kuliko boma la michongoma. Yaani mtu anayetenda haki, mtu mwema, mtu mwenye adili, mwadilifu ndani ya utumishi wa umma anaonekana ni mbaya mbaya mbaya. Haya yote tunayaona katika nchi zote, katika nchi yetu, katika nchi mbalimbali duniani. Shetani ndiyo kazi yake. Sehemu ambayo kuna haki, yeye anaumia sana. Anataka watu wote awaandae kwa ajili ya uangamivu. Si watumishi wa umma, si Wakristo, sio Waislamu, si popote. Anataka mtu asiyo mwadilifu, asiyo mwema, asipende kutenda haki, bali afanye dhuluma, awe mwizi, apende rushwa, kwa sababu kupitia hivyo uangamivu wake unakuja. Danieli alikuwa miongoni mwa hali hii, alikuwa katika hali hii, katika mazingira haya yaliyomfanya mpaka atafutiwa sababu ya kushtakiwa, kwa sababu alikuwa ni mwema miongoni mwa wengi ambao si wema, akaonekana ni mwiba. Kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye adili, akaonekana ni mbaya kuliko boma la michongoma. Je, haya leo tunayaona kama ambavyo yalitokea kwa Danieli. Je, wewe ni miongoni mwa watu ambao ni wema, ambaye ukisimama mbele ya waovu, mbele ya watenda mabaya unaonekana ni mwiba? Au ukisimama pamoja nao ndio wanaona huyu ni mwenzetu? Wewe ukisimama kama mtu wewe ukisimama mahali fulani unaonekana ni mwadilifu, au ukisimama mbele ya watu wanaanza kusema huyu mla rushwa, huyu mtoa rushwa amekuja mbele yetu. Wanakusema kwa sifa ambazo hazimtukuzi Mungu kabisa. Ni swali la kujiuliza mimi na wewe. Hii ndio hali iliyokuwa ikitawala katika ufalme wa Babeli, lakini pia katika ufalme wa Wamedi na Waajemi. Mungu anafanya kazi ili kuweza kuinua haki. Shetani anafanya kazi katika kila wakati, katika ufalme, katika kila sehemu, ili aweze kuikandamiza haki na watu wawe watenda dhambi na watenda uovu. Danieli 6:5 anasema, ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Unaweza ukafikiria jinsi ambavyo hawa watu walikuwa wanajadili ili kumshtaki Danieli, na walitafuta kila sehemu, kila namna ya kumshtaki Danieli katika mambo ya ufalme. Hawakufanikiwa na hawakupata. Waliona kwamba tukienda kumshtaki kwa hiki na hiki na hiki katika kazi za ufalme, wala tutakuwa tunafanya kazi bure. Sasa walifikia hitimisho. Waliona njia moja pekee ya kumshtaki ni kuhusiana na Mungu wake. Basi kuhusiana na dini yake, huko tutaweza kumshtaki, tutamkamata. Walisema hivi, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Yaani hata katika hii hoja ya kumshtaki katika mambo ya Mungu wake, hawakupaswa kufanya mambo waziwazi, bali walitafuta hila na njama iliyojificha sana, ambayo isingeweza kujulikana kwa mfalme waziwazi, kwa sababu mfalme alikuwa anampenda sana Danieli kwa sababu ya unyofu wa kazi yake. Kwa hiyo walitafuta hata katika swala hili la Mungu wake, walitafuta njama iliyojificha ili mfalme asitambue, na njama hiyo ikaweze kuonekana tu inafanya kazi yake bila mfalme yeye mwenyewe kujua. Yaani shetani ni kiumbe cha ajabu sana. Yaani anajua uwezo wote wa Mungu, lakini
anatafuta wanadamu kuwagombanisha na Mungu moja kwa moja, kama yeye ambavyo aligombana na Mungu. Katika njama hii ambayo walikuwa wanaitengeneza sasa ya kumshtaki Danieli katika mambo ya Mungu wake, yaani hawakujua wao wenyewe, shetani ndiye anayejua. Hawakujua wao wenyewe, sasa wanaingia katika vita, wanajiingiza katika vita, mgongano, wanajiingiza katika mgongano na Mungu wa Danieli. Yaani wanaanza kugombana na ama kupigana na Mungu wa Danieli, sio na Danieli bali Mungu wa Danieli anayemwabudu. Ndio maana nimesema kwamba katika vita vya kimwili kuna vita vya kiroho nyuma yake, kuna vita ya nuru na giza nyuma yake. Hawa watu maliwali waliokuwa wanatafuta kumshtaki Danieli walikuwa wanaongozwa na nguvu ya giza. Kwa Danieli kuna nguvu ya nuru, kwa hiyo wao wanatumika. Kwa hiyo waliingia kama mawakala wa nguvu ya kushindana na Mungu mwenyewe. Hivyo shetani anawaandaa watu katika uangamizi. Ndio maana mpaka saa ya mwisho atataka kupigana vita yake, mpaka saa ya mwisho atataka kupigana na Yesu na watakatifu waliokombolewa. Ndio ujue shetani kweli hana tumaini lolote la kuokolewa. Hivyo anataka watu wote tu kwa namna yote asikate tamaa ili kuwaelekeza katika uangamivu. Danieli 6 mstari wa 6 hadi wa 9 inasema, basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Bila kutambua hao mawaziri wanamuweka mfalme katika hatari. Yaani wao kwanza wako katika hatari ya kugombana na Mungu wa mbinguni, bado wanataka wanamuingize na mfalme kwa njia ya asili, si Danieli. Yaani Danieli sasa yuko salama kwa sababu yeye yuko salama na Mungu wake. Sasa hawa watu ambao shetani anawatumia wanajiingiza na wanaingiza watu wengine ili waweze kuingia katika mgogoro na Mungu wa mbinguni. Tena walimuingiza mfalme katika mgogoro mkubwa zaidi wa kujiweka yeye juu ya Mungu wa mbinguni, mgogoro mkubwa sana ambao unamweka katika hatari. Lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, Mungu alipanga kujifunua kwa kutumia mtumishi wake, kama ambavyo alijifunua katika majaribu mbalimbali, kama ambavyo alijifunua katika majaribu mbalimbali ambayo Daniel alikutana nayo na wale vijana wenzake, marafiki zake, majaribu aliyokutana nayo kipindi cha ufalme wa mfalme Nebukadreza. Mungu alijifunua na akawainua, akajitukuza mbele ya mfalme na mbele ya mataifa yote. Ndivyo ambavyo pia katika awamu hii Mungu alipanga kuwaonesha wazi kwamba hakuna Mungu mwingine, na haki siku zote utawala. Muda wa kutawala ama muda wa kushinda hii haki unaweza ukachelewa, lakini muda unakuja ambao haki lazima itawale, na muda ambao itatawala, wote ambao walijiingiza katika udanganyifu na kutenda dhambi wataangamia. Daniel alikuwa mkweli, mnyofu, mwenye heshima na mkarimu, kwanza kwa Mungu wa mbinguni. Asingeweza kukubali. Ni kweli alikuwa anamheshimu sana mfalme, alikuwa anamheshimu sana mfalme Dario na alimpenda sana, lakini asingeweza. Upendo huo, uhusiano huo wa yeye na mfalme
wa karibu sana, usingeweza kumgeuza Danieli kufanya hata udanganyifu kwa sababu ya kumhofu mfalme. Yeye kitu pekee alichokuwa na hofu ni Mungu na haki yake. Hicho ndicho kilikuwa kinatawala cha kwanza katika maisha yake. Alikuwa tayari kuwatii wale waliokuwa na mamlaka yake ya juu, lakini pale ambapo amri za hao wafalme na wenye mamlaka zingepingana na amri za Mungu, basi asingeweza kuwasikiliza, asingeweza kutii wafalme, bali angesikiliza na kumtii Mungu wa mbinguni. Alitambua kwamba utii kwa Mungu ni mibaraka kwa roho na mwili pia, kama ambavyo tumeona kwamba ustawi wa kiroho ndio unaoleta hata mafanikio ya kimwili. Hapa tunaweza tukajifunza kitu kimoja, kwamba kuna Wakristo, kuna wacha Mungu ambao wako kwenye ofisi mbalimbali za utumishi wa umma, wanapendwa sana. Inatokea kwamba mwajiri, mkurugenzi au bosi yoyote anakupenda sana wewe kama mfanyakazi, na kwa sababu anakupenda sana, anakushirikisha kila jambo, anakupa kipaumbele. Sasa kwa sababu ya huo upendo na kwamba anakupendelea, inafika sehemu sasa yeye hatambui sheria za Mungu wako, na wewe unataka utii sheria za Mungu wako. Sasa inafikia hiyo hatua, unaanza kuficha, unaanza kuogopa kutii mapenzi ya Mungu, kwa sababu huyu bosi wako hayatambui hayo mapenzi ya Mungu. Yaani unaanza kusema, kwa mfano labda tuseme kwenye swala la utunzaji wa Sabato, wewe ni mfanyakazi ambaye unatunza Sabato, kwa sababu bosi anakupenda, anakuheshimu, anakupa kipaumbele katika mambo mbalimbali. Inafika siku fulani anakwambia uje ufanye kazi, utimize jukumu fulani siku ya Sabato. Sasa kwa sababu ya ile heshima, unasema kwamba sasa mfalme, hata ubosi nikimwambia kwamba sitakuja kwa sababu ni siku ya Sabato, si ile heshima ambayo ananipatia, vipaumbele anavyonipatia, si vitaondoka, vyote vitashuka. Sasa unaogopa kumwambia, kumweleza habari za imani yako, kwa sababu eti anakupenda. Danieli hakuangalia hilo. Danieli aliangalia kwamba huu upendo wa mwanadamu, namna yoyote, fursa zozote ambazo mwanadamu ananipatia haziwezi kuzidi fursa ambazo Mungu anaweza kunipatia. Haya yote ambayo nimeyapata mbele ya mfalme, upendeleo na kuwekwa juu sana ya ufalme, yametoka kwa Mungu, si mfalme mwenyewe ambaye aliamua. Hivyo ndivyo unavyotakiwa kufanya hata wewe mtendakazi, mfanyakazi katika utumishi wa umma. Usione kwamba kupendelewa kwako na huyo bosi na huyo mwajiri wako ni kwamba ni bosi huyo ameamua hivyo. Ni Mungu ndiye aliyefanikisha hilo, kwa sababu ya roho yako njema iliyoonekana, ndio maana amekupenda. Sasa usije ukamweka mbele tena na Mungu ukamweka nyuma. Mungu aliyefanikisha, aliyewezesha, aliyetengeneza mazingira ya wewe kupendwa na bosi, asije akawekwa nyuma ukamtanguliza bosi tena, ukamfanya yeye kuwa ndio Mungu wako. Maana yake hapo tayari utakuwa umemgombanisha Mungu na miungu mingine. Tunapaswa kuwa kama Danieli. Mtu hatakiwi kutangulia mbele ya masilahi ya Mungu. Sheria ya Mungu inatakiwa kutawala. Mungu amekukutanisha na huyo bosi ambaye hajui mambo ya sheria ya Mungu, ili kupitia wewe, wakati mgogoro utakapokuja, kwa sababu nataka kutii sheria ya Mungu, huo ndio wakati wa kumjulisha na yeye. Maana Mungu hataki mtu yeyote apotee, anataka watu wote waokolewe. Kwa hiyo ukimfanya bosi ukamheshimu bosi, ukavunja amri za Mungu kwa kumheshimu bosi, kwanza utakuwa umemgombanisha na Mungu, umemfanya yeye kuwa Mungu.
we mwenyewe utakuwa umejiweka katika mazingira mabaya, na bado mazingira yako yatakuwa ni mabaya zaidi, kwa sababu damu ya huyo bosi itadaiwa juu yako, kwa sababu ungesimamisha msimamo wa kutii sheria ya Mungu hata mbele yake, yeye angehubiriwa kwa njia hiyo. Lakini sasa kwa sababu hutaki kumuonesha nuru, damu yake utadaiwa wewe. Kwa hiyo ni uangamivu mtupu. Tunapaswa kutenda haki katika mazingira yoyote, maana mazingira magumu yanapokuja, huo ndio wakati ambao Mungu amechagua pia wa kuweza kueneza, kumtangaza yeye kwa watu wasiomjua. Nyakati zote tunapaswa kuwa waaminifu. Hii ndio siri ambayo tunajifunza katika kitabu cha Danieli, kwamba hatupaswi kutanguliza kitu chochote. Mungu wa mbinguni anapenda haki. Hiyo ndio tunapaswa kuitenda kila wakati. Hatupaswi kuyumbisha msimamo. Tunapaswa kuamini kwamba Mungu yupo nyuma yetu, ndiye anayetupigania. Tukitanguliza tu kitu kingine chochote, ibada ya miungu tayari itakuwa imeingia katika maisha yetu, na Mungu hataweza kutuvumilia, hataweza kutuhesabia haki kwa namna hiyo. Bwana tusaidie sana. Katika sehemu ya pili tutakuja tuendelee, tuone mambo gani ambayo yalikuja kumtokea Danieli na namna gani ambavyo ilikuwa. Tutambue kwamba Yesu ndiye ambaye alikuwa nyuma ya Danieli akipigana na shetani, maana pambano ni kati ya Kristo na shetani. Hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kuelewa kwamba pambano linaendelea. Pambano halijakoma, linaendelea. Tunachagua upande gani, wa Kristo ama wa shetani? Ni swali la kujiuliza, lakini Mungu anatuambia chagua leo, tuchague uzima, tumchague Kristo kwa uzima wa milele. Barikiwe sana mtazamaji, tukutane katika wakati mwingine.